Mikasa ni ache nilie ikiwa ni sehemu ya kwanza. Mtunzi ni Calvin Boniface Mukilasa. Mpenzi msomaji, kabla sijaanza kukusimulia kisa cha kusikitisha kilichotokea katika maisha yangu, napenda kuambia kuwa hii dunia ina mambo mengi na mabaya na mazuri ambayo nilipokuwa mdogo sikuweza kufikiri kama yapo. Nasema kwa sababu nilikuwa nasoma na kusikia habari ya watu waliokumbwa na mikasa ya kutisha, lakini sikuzani kama siku moja ningepata na masaibu hayo. Kabla sijaanza kusimulia mkasa ulionikuta, napenda nikueleze historia fupi ya maisha yangu. Ungane nami katika kisa cha kuhuzunisha kilichonikuta. Kwa jina naitwa Elmiana Ernest. Nilizaliwa mwaka 1990. Katika familia yetu mimi ni mtoto wa pekee kwa wazazi wangu. Kwa mujibu wa awali, maisha yetu yalikuwa amani, upendo, kwani kwa baba na mama walikuwa wananipenda na kunilea kwa upendo wa dhati. Kama inavyofahamika, watu hususani wanandoa hauwezi kuishi bila kutana na vikwazo. Mama yeye alisema na baba ambao sikumfahamu waliingia kwenye mgogoro uliosababisha watengane, ambapo kila mmoja alienda kuishi kivyake. Mama yangu aliyekuwa mjasiriamali aliendelea na biashara zake, na baba aliyekuwa anafanya kazi ya umakanika aliendelea na kazi yake. Wakati mama akiendelea na maisha yake, aliolewa na mwanaume mwingine, naye baba hivyo alioa mwanamke mwingine. Kwa upande wa mama na ndugu wanne, kwa upande wa baba na ndugu watatu, ambapo na mimi ni wanne. Baada ya kutengana, wazazi wangu, mimi nilienda kuishi kwa bibi yangu mzaa mama Masa Wawaya uko Chuya mkoani Rungwe, Mbeya. Niliishi na bibi yangu hadi alipoamua kurudi Moshi, kijiji cha Ulu alipozaliwa. Bibi alinipa mapenzi ya hali ya juu. Waswahili husema ng'ombe wa maskini hazai, hata akizaa huzaa dume. Wakati huo nikiwa namtegemea bibi kwa kila kitu. Kwa bahati mbaya bibi aliugua na kufariki. Kufariki kwake bibi kulikuwa pigo sana kwangu, kwani aliniacha nikiwa na binti wa miaka 9. Hakika nilipata pigo ambalo sitalisahau mpaka nitapoondoka duniani. Kufuatana na kifo cha bibi, sikuwa na jinsi, nilikubaliana na hali halisi. Tulimzika bibi. Tangu hapo maisha yangu yalianza kuwa magumu, kwani nilianza kuishi mikononi mwa watu ambao sikuwazoea. Baadaye nilienda kuishi kwa babu yangu ambaye ni kaka wa marehemu bibi yangu aliyekuwa akiishi katika kijiji cha Hulu Kitando. Kutokana na kumzoea sana marehemu bibi, ilinichukua muda mrefu mazoea mazingira mengine. Hata hivyo, kule nyumbani kwa babu sikupungukiwa na kitu chochote. Nilikula na kununuliwa nguo na mahitaji mengine. Maisha yalikwenda kama kawaida. Baada ya kukaa kwa babu kwa muda, wazazi wangu walinifuata, ambapo tulikaa kikao cha pamoja cha familia. Hicho babu alikuwa ni mzungumzaji mkuu. Nakumbuka babu aliniita na kusema, "Emiliana, mjukuu wangu, hawa ni wazazi wako. Huyu ni baba yako na huyu ni mama yako." Nilifurahi sana kukutana na wazazi wangu ambao walitengana nikiwa mdogo sana. Hata wao walifurahi kuniona. Babu alipotoa kauli hiyo, aliniambia kwamba kwa kuwa wazazi wangu waliachana nikiwa mdogo, sikumfahamu baba yangu, ndipo akanitambulisha kwake. Baada ya kumtambulisha akasema, "Emiliana, wazazi wako wamekuja kukuchukua. Ni uamuzi wako uende wapi, ukaishi kwa mama au kwa baba." Nikajiuliza, huku nikiwa nibaki na shangaa. "Babu, unasema nichague nikaishi kwa mzazi yupi wakati wote ni wazazi wangu?" Babu alinifahamisha ya kuwa walikuwa hawaishi pamoja, kwa maana aliniuliza nichague niende wapi kwa kuishi na kwa nani. Ukweli kwamba tangu nilipokuwa
mdogo sijawahi kuishi na mzazi hata mmoja. Nikiwa na akili zangu za kikubwa sijawahi jua mapenzi ya baba wala ya mama. Nilimjibu babu kwamba nitaenda kuishi kwa baba yangu. Basi babu akampa masharti, akamwambia akitaka kunichukua alete mbuzi mmoja. Baba alikubali kufanya hivyo. Muda wa chakula ulikuwa umefika, tukala. Ndipo baba aliaga kuwa anarudi Arusha alikokuwa akiishi kwa ajili ya kufanya utaratibu wa kurudi tena na mbuzi. Nilimsindikiza baba hadi kituo cha mabasi ambapo tuliegana, yeye akaelekea Arusha. Kitendo cha kukutana na mzazi wangu huyo ambaye nilikuwa simfahamu kilinipa raha sana. Baada ya muda si mrefu, baba alikuja kunichukua Moshi ambapo aliongozana na mama mmoja alikuwa na mbuzi aliyoagizwa na babu. Tulipomaliza kuhesabiana, babu akamtambulisha yule mwanamke aliyeongozana naye ni kwamba ni dada yake, anaitwa Elizabeth Martin Taylor. Nilifurahi sana, kwani kwa upande wa baba sikumfahamu ndugu hata mmoja. Licha awali kusalimiana naye kwa furaha ya kukutana na shangazi yangu, nilimsalimia tena. Baada ya muda, baba alimkabidhi bibi mbuzi, ambapo alifurahi sana. Kisha kwa amani alimruhusu kuondoka na mimi. Chakula kilipokuwa tayari tulikula, ndipo niliingia chumbani kwangu nikafungasha nguo zangu na vitu vingine ambavyo vinanihusu, tayari kwa safari ya Arusha. Muda wa kuondoka ulipowadia, tuliagana na familia ya babu ambapo walitusindikiza hadi kituo ambacho tulichopata kusafiri kuelekea Moshi mjini. Kwa jumla siku hiyo nilifurahi sana. Tulifika Moshi mjini. Baba aliniita na kuniambia, mwanangu, nakupenda sana, si unajua kuwa mimi baba yako? Nikamjibu, ndio, wewe ni baba yangu na pia hata mimi nakupenda sana. Akaniambia yeye anakwenda Arusha, nibaki pale Moshi mjini kwa shangazi yangu, angekuja kunichukua baada ya siku 2. Sikuwa na kipingamizi, nilikubaliana naye. Licha ya kumjibu hivyo, furaha yangu, amani nilikuwa nayo ilitoweka, nikajikuta na bojiko na machozi. Baba na shangazi walinisini nyamaze. Niendelea kulia, kisha nikamuliza, baba, mbona wakati unanichukua kwa babu ulisema tunakwenda kuishi Arusha? Iweje aniache Moshi kwa shangazi? Kufuatia na swali langu, hakuwa na jibu zaidi ya kuniambia, nenda tu mwanangu, kesho kutwa nakuja kuchukua. Alipotoa kauli hiyo, nikanyamaza na kumsindikiza kupanda basi, kisha akaondoka kuelekea Arusha. Mimi na shangazi tukarudi nyumbani, huku moyoni mwangu sikuwa na raha. Baada ya kufika nyumbani kwa shangazi, akaniambia maneno haya, hapa umefika, utakaa hapa, utasoma hapa. Nilikubaliana, kwani sikuwa na jinsi, na hata ningekataa ningeenda wapi? Kwa sababu sikuwa na nauli ya kurudi kijijini kwa babu. Shangazi alionyesha chumba ambacho ningeweza kukitumia kulala. Baada ya kuingia, nilianza kulia na kujiuliza kwa nini baba alinidanganya kwamba tunaenda kuishi Arusha kwake, kisha akaniacha kwa dada yake, na bado nilikuwa mdogo sana. Jambo hilo lilinihuzunisha. Sikuwa na furaha zaidi, wala sikuwa na kufanya zaidi ya kwanza maisha mapya pale kwa shangazi yangu. Siku hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kumwona shangazi yangu.